Asante. Kwa majina naitwa Totnani Ndonde, ni katibu wa Chadema kanda kaskazini, kanda ambayo inajumuisha mikoa minne ya Arusha, Kilimanjaro, Manyara pamoja na Tanga na majimbo 35 ya kiuchaguzi. Na leo niko Manyara, nimeanza rasmi ziara mkoa wa Manyara, ambapo kati ya majimbo 7 nina ziara ambapo ya kufika majimbo 5 kwa awamu ya kwanza, na awamu ya pili tamalizia majimbo 2 ya mkoa kwa maana ya Kiteto pamoja na Simanjiro. Lengo la ziara hii ni kwa ajili ya kukagua uhai wa chama, lakini vile vile na kupeleka maelekezo ya utendaji wa kikazi kwa ajili ya utekelezaji wa programs mbalimbali za chama, pamoja na kutoa elimu, hasa ukizingatia sasa hivi chama chetu tunasisitiza katika kipaumbele cha no reforms no election. Kwa hiyo ni moja ya sehemu ya mikakati kuhakikisha kwamba viongozi wetu wa ngazi za chini wanaelewa msimamo huu wa chama na wanakwenda kuitekeleza katika maeneo hayo. Lakini pia ziara hii vile kama nilivyosema imelenga vile kuangalia uhai wa chama na kuhakikisha basi yale maeneo yote ambayo basi kuna mapungufu au kuna mapengo tunayakamilisha, na kuhakikisha kwamba chama chetu kinakuwa imara na kinakuwa kimejaza nafasi zote za kiuongozi ili kuweza kusimamia na kutekeleza maazimio na maelekezo ya chama. Kwa mkoa wa Manyara leo ni kikao cha kwanza. Kwa kweli nikiri kwamba mwitikio umekuwa ni mzuri na ni mkubwa, na tumejadiliana, tumezungumza na tumeweka mikakati yetu. Kwa hiyo pia watu wa Manyara na Babati pia kwa ujumla wataanza kuona matokeo ya yale ambayo tumekubaliana. Na niseme tu sio Babati, kwa sababu nilianza mkoa wa Arusha, nimezunguka majimbo takriban majimbo 5, nimekwenda kati ya majimbo 7, nimekwenda mkoa wa Kilimanjaro, nimezunguka majimbo 6 kati ya majimbo 9. Kila mahali ninapopita mwitikio wa viongozi ni mkubwa, na nashukuru kwamba tumewakuta viongozi wetu kwa kweli bado wapo imara na wamesimama na wako wana ari ya kufanya kazi. Kwa hiyo hii inatia moyo na kuonyesha kwamba kaskazini bado ni ngome kubwa ya upinzani na ni ngome kubwa sana ya Chadema, kwa sababu viongozi kwa kweli bado wana moyo mkubwa sana wa kufanya kazi regardless na yote ambayo wanakuwa wanayapitia. Kilichotokea ni kwamba ni tarehe tu kusogea, lakini operation bado ipo. Ni kweli kwamba kwa ratiba ya awali ilikuwa inaonyesha kanda ya kaskazini operation ingefanyika kati ya tarehe 29 mpaka tarehe 3 ya mwezi huu wa 5. Lakini kama walivyosema, baada ya kutokea yaliyotokea kule, kumkamata mwenyekiti, baadaye kukamata viongozi wengine wote, kuumizwa, lakini nashukuru kwamba chama hakijarudi nyuma, na mwenyekiti pamoja na kuwa gerezani ametoa maelekezo, amesema kwamba operation iendelee kwa nguvu hata kama yeye hayupo. Kwa sasa ndio maana umeona awamu ya pili tumezindua kwenye kanda ya Victoria pamoja na kanda ya Serengeti kuanzia kesho kutwa tarehe 8 mpaka tarehe 17. Kwa hiyo ndani ya siku chache zijazo tunategemea pia sasa kutoa rasmi tarehe ya kanda ya kaskazini. Kwa hiyo tutakapokubaliana na tarehe hizo, ni waahidi kwamba wananchi wote wa kanda ya kaskazini including watu wa Manyara tutawatangazia rasmi tarehe na maeneo ambayo tutapita kwa ajili ya kufanya mikutano na kutoa elimu kuhusiana na no reforms no election. Kwa hiyo tunachowaomba ni kwamba watu waendelee kujiandaa na waendelee kwa kweli kuwa tayari. Muda wote na wakati wote tutawatangazia operation ni lini inakuja katika kanda yetu ya kaskazini, ikiwemo na mkoa wa Manyara. Bahati nzuri mimi ninapita pamoja na kuwa katibu, lakini ni kama unavyoona ninapita majimboni kama nilivyosema kukagua uhai wa chama, lakini pia ninapita mitaani, ninapita kwenye vituo vya mabasi. Kiukweli ari bado ni kubwa sana. Inatokea tu bahati mbaya ni mtu mmoja au wawili, lakini hatuwezi kusema kwamba watu wamerudi nyuma. Bado yani kila mahali unapopita watu wanakuuliza, jamani lini huku Lissu lini kwetu, Heche lini kwetu, mikutano lini? Sasa ile ni ishara kubwa kwamba watu hawajarudi nyuma, watu hawajakata tamaa. Ni kwamba ni hii misukosuko ambayo tunaipitia
na sasa chama wakati inaendelea kushughulikia na kujipanga, ratiba zinapobadilika, basi unakuta sasa hatufanyi ile mikutano. Ndicho ambacho kuna watu labda wanaweza kuona kama watu wamekata tamaa. Ukikaa kwenye vikao, unazungumza na viongozi, unaona ile hamasa waliokuwa nayo, unaona sura zao zinazungumza, unaona michango ambayo wanaitoa, unaona kwamba kabisa kilio chao kwamba cha kutaka sasa tufike chini zaidi. Wanatuambia kabisa, jamani, watu wanatudai kule chini. Kwa hiyo hamasa ya watu iko kubwa sana, na hii imejidhihirisha kwenye maeneo ambayo tumefanya. Nadhani mtaona kwenye kanda ya Nyasa, mmeona kanda ya Kusini jinsi miamko ilivyokuwa mikubwa, lakini tumesema hatutarudi nyuma, na nadhani ushahidi mwingine watu watauona kesho kutwa tunapoelekea kwenye kanda ya Victoria pamoja na kanda ya Serengeti. Mtaona jinsi gani watu walivyo na mwitikio. Hata hapa mimi kaskazini ninapokea simu nyingi, message nyingi, kila anayekutana naye, kaskazini lini, tumeona ratiba imeshatoka kule kwa wenzetu, sisi tarehe ngapi? Watu wanataka kujua tarehe. Sasa hii ni kiashiria kwamba bado chama kina nguvu, bado ari ya watu ni kubwa sana. Kwa hiyo tunaamini kwamba tutasonga mbele kwa sababu ya nguvu ya watu ambao wako nyuma yetu.